Okay, bila shaka drawdown ndio imekuwa chanzo cha wewe kuchoma akaunti zako nyingi, na sio wewe tu, watu wengi wamekuwa wakifanya maamuzi ambayo sio sahihi hususan wanapokuwa kwenye drawdown na kujikuta wanapoteza mitaji yao kwa mara moja tu. Sasa leo nitaenda kukufundisha na kukuelekeza namna sahihi ya kukabiliana na drawdown na kuto kuchoma akaunti tena, hasa unapokuwa kwenye drawdown. Mbinu hii imekuwa ikitumiwa na traders wengi sana wenye matokeo mazuri sokoni, na hii itakufanya usirudie kuchoma akaunti yako tena. Fuatana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii, naamini utaenda kujifunza vitu vingi zaidi, na leo itakuwa mwanzo wa kuto kuchoma akaunti zako na kupoteza mtaji wako sokoni. Naitwa Ahmed Ali, unaweza ukaniita YouTube trader. Naomba tuanze. Okay, kitu cha kwanza na cha muhimu ni kuweza kujua nini maana ya drawdown, kwa sababu hauwezi ukapambana na kitu ambacho haukijui wala haujakielewa. Drawdown ni kule kupungukiwa kwa akaunti yako baada ya mfululizo wa loss. Kwa mfano, ukiwa na dola 1000 alafu ikashuka ukapata hasara mpaka ikafika dola 800, maana yake una drawdown ya 20%. Yani maana yake ni kwamba upo kwenye drawdown ya dola 200, maana yake upo kwenye hasara ya dola 200. Kwa hiyo ndio tunaita drawdown kwa ujumla. Ni kwa namna gani tunaweza tukajitoa kwenye hii drawdown, na unaweza ukajikinga vipi na kuchoma akaunti ukiwa kwenye drawdown? Kitu cha kwanza kabisa unachopaswa kukijua na kukielewa ni kwa nini upo kwenye drawdown. Drawdown zina sababu kwa nini upo kwenye drawdown. Yaani kila drawdown utakayokuepo basi ujue kuna sababu behind ambayo imekufanya uka kwenye drawdown. Sasa unatakiwa ujiulize na ujue ni kwa nini upo kwenye hiyo drawdown. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa ujue, upo kwenye drawdown kwa sababu ya strategy yako ni mbovu au strategy yako hujaimaster vizuri? Kwa sababu kuna baadhi ya watu anakuwa bado hajamaster strategy yake vizuri, anaingia sokoni moja kwa moja. Kwa hiyo hii pia inaweza ikawa changamoto inayomfanya wewe kwenye drawdown. Kwa hiyo unatakiwa ujue sababu kuu iliyokufanya uwe kwenye drawdown au chanzo kikubwa cha kufanya uwe kwenye drawdown. Tunajua kwamba hauwezi kutatua tatizo lolote lile kama bado haujajua chanzo cha hilo tatizo. Lazima kwanza ujue chanzo, then uweze kujua namna gani ya kutatua tatizo. Kwa namba moja ni kujua ni kwa nini upo kwenye hiyo drawdown. Ni strategy yako either haujaimaster au labda sio profitability strategy. Sio strategy ambayo inakupa profit au ina profitability nzuri sokoni. Kwa hiyo unapaswa kujua tatizo ni nini. Namba mbili, sababu inaweza kukufanya uko kwenye drawdown ni emotion. Hisia ni kitu ambacho kimewafanya watu wengi wamekuwa kwenye drawdown kwa sababu ya kufanya maamuzi ya kihisia na sio ya kimpango ya kimkakati. Watu wengi wamekuwa wakifanya maamuzi ya kihisia hususan wanapokuwa live trading, wanapokuwa wanafanya live trading, wanapokuwa sokoni. Namba tatu, unatakiwa ujue au ujiulize, hili tatizo au drawdown nipo kwa sababu ya poor risk management? Traders wengi wanakuaga wanakosea kwenye risk management au wanafeli kwenye risk management kwa sababu wanajikuta wana riski kikubwa kuzidi mtaji wao. Mtu unakuta ana riski percentage kubwa kuliko mtaji wao. Vitabu vingi vya trading au watu wengi ambao wanafundisha trading wanashauri uriski at least 1 to 2% of your account. Sasa unakuta kuna mtu mwingine ana riski mpaka 10% kwa one trade. Trade moja ana riski 10%, 20%. Kwa hiyo unakuta akipata loss 2, loss 3 anajikuta kwenye drawdown kubwa mno. Kwa hiyo unatakiwa ujue, hii drawdown nipo kwa sababu ya poor risk management au changamoto ni nini, au ni strategy au ni emotion. Kwa hiyo namba 3 ni poor risk management. Namba 4 ni market change. Kama nilivyosema, market change ni kile kitendo cha market kubadilika. Unakuta strategy yako ukiapply inakuwa inakukataa. Kila ukiapply strategy yako inakuwa inakukataa. Strategy yako ilikuwa inafanya kazi vizuri na ilikuwa ina work vizuri kwenye pair fulani, lakini unashangaa muda fulani au kuna baadhi ya siku au unashangaa sasa hivi ukijaribu kuiapply inakuwa inakukataa. Ukijaribu kupata setup zinakuwa zinakukataa. Hiyo tunasema ni market change. Kuna muda inakuta ni mabadiliko ya soko. Ndio maana tunaambiwa kwamba au trading inakushauri kwamba ukiwa kama trader make sure kila siku ni mtu ambaye unajano kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu mabadiliko ya soko yanatokea kila siku. Kitu cha pili ni kujua au kuandaa mbinu za kutoka kwenye drawdown. Unajua kwenye drawdown unaingia bila mpango, lakini hauwezi kutoka kwenye drawdown bila kuwa na mpango au mbinu ya kutoka kwenye drawdown. Namba moja kwenye mbinu za kutoka kwenye drawdown, cha kwanza ni kukubali kwamba umekosea au kukubali kwamba upo kwenye drawdown. Watu wengi wanafeli kwa sababu au anashindwa kutoka kwenye drawdown kwa sababu anashindwa kukubali kwamba amepoteza au amekosea. Anakuwa ana force, anakataa ule ukweli kwamba bana mimi nimepoteza. Kwa hiyo anafanya namna yoyote ili aweze kurudisha akaunti
ilipokuwa au aweze kurudisha kiasi hicho kipoteza sokoni. Sasa hii inaweza kukupelekea kuendelea kupoteza zaidi. Kwa hiyo jifunze kukubali kwamba umekosea na kukubali kwamba upo kwenye drawdown. Namba 2, usipaniki. Ukiwa kwenye drawdown usipaniki. Watu wengi wakiingia kwenye drawdown wanapanic na kujikuta wanafanya maamuzi ambao sio sahihi. Hii ndio chanzo cha kufanya maamuzi kwa emotion au kwa hisia. Kwa hiyo unatakiwa kurelax, hautaki kupaniki. Ukipaniki italeza hapo emotion, utajikuta unafanya maamuzi kwa hisia. Namba 3, usiongeze riski. Watu wengi wanakosea pale ambapo amepata drawdown au yupo kwenye drawdown then anazidi kuongeza riski. Let's say alikuwa na riski $5 per trade, baada ya kuingia kwenye drawdown anaanza kuriski $10 ili atengeneze kiasi kikubwa, au anaanza kuongeza lot size. Hii ni kitu ambacho ni kibaya sana, kwa sababu kinaweza kukufanya ukazidi kushuka chini na kuingia kwenye drawdown ndani zaidi. Kwa hiyo ukiwa kwenye drawdown, punguza lot size zako. Usio unaingia lot size kubwa kubwa, usiingie trade nyingi. Yaani kiujumla usiongeze riski yako. Riski unaotumia ikiwezekana pia uipunguze, kwa sababu kumbuka ulikuwa unatumia riski fulani ukiwa na mtaji fulani, lakini mtaji wako sasa hivi umeshuka. Kwa unatakiwa pia ikiwezekana upunguze riski ili iweze kuongeza lifetime ya kuongeza lifetime ya mtaji wako. Watu wengi wanapokuwa kwenye drawdown ndo wanazidi kupanic na kujikuta anaongeza riski kubwa kwa ajili ya kutaka kutoka kwenye drawdown kwa muda mfupi. Namba 4, usitaki kutoka kwa haraka kwenye drawdown. Watu wengi wakiingia kwenye drawdown, kitu pekee ambacho anakiangalia ni namna gani anavyotoka kwa haraka kwenye drawdown. Ndio mtu anaanza over risk, anaongeza riski, anaongeza lot size, anaongeza leverage kwa sababu ya kutaka kutoka kwenye drawdown kwa muda mfupi au kwa haraka. Kwa hiyo unapokuwa kwenye drawdown, kubali kwamba kwanza upo kwenye drawdown. Cha pili, usipaniki. Kingine, usiongeze riski. Alafu kubali kwamba umekosea. Nadhani nimesema kwamba make sure unakubali kwamba umekosea. Kingine, usitaki kutoka haraka kwenye drawdown. Unapotaka kutoka haraka kwenye drawdown ndio unavyozidi kujichimbia kaburi mwenyewe. Utajikuta the more unapotaka kutoka haraka utatakiwa uriski zaidi. Unavyoriski zaidi, ukipoteza ndio unazidi kuongeza drawdown, unazidi kuongeza ukubwa wa drawdown. Kwa hiyo usitaki kutoka kwenye drawdown kwa haraka. Tengeneza mkakati, tengeneza mpango ambao utakufanya uweze kutoka kwenye hiyo drawdown kwa strategy ambazo zitakuwa ni salama na sahihi. Kwa hiyo usitaki kutoka kwenye drawdown kwa muda mfupi au kwa haraka. Kitu kingine au cha tatu na ambacho unapaswa kukifuatilia na unapaswa kukielewa au kukifanya unapokuwa kwenye drawdown ni kurudi sokoni kwa mkakati. Usirudi sokoni na emotion. Usirudi sokoni kwa lengo la kutaka kubadilisha matokeo kwa haraka. Hapana, rudi sokoni na mkakati mpya ambao utakufanya uweze kutoka kwenye drawdown. Anasema namba 1, trade kawaida. Unapokuwa upo kwenye drawdown au unavorudi sokoni baada ya kufanya yote ambayo tumemaliza kuelezea namba 1 na namba 2, unatakiwa utrade kawaida. Usitrade kama mtu ambaye anataka kutoka kwenye drawdown kwa nguvu. Assume kama hamna kitu ambacho kimetokea. Usivunje sheria zako. Kama na trading plan, una rules zako umejiwekea, usizivunje. Zifuate hizo na usizivunje, kwa sababu ukizivunja soko litakuadhibu. Kitu kingine, kuwa makini zaidi. Watu wengi wanaingia kwenye drawdown kwa sababu wanakosa umakini. Unakuta kuna mtu anakosa umakini kwenye kuchukua trade zake, kwenye kuriski, kwenye kukalkulate riski. Unajikuta mwisho wa siku anaingia kwenye drawdown bila kujua. Kwa hiyo kitu kingine ni kuwa makini unaporudi sokoni, kuanza kutrade upya. Kumbuka tupo kwenye stage ya kurudi sokoni kimkakati au kurudi sokoni kwa mkakati maalum kutoka kwenye hiyo drawdown. Kwa hiyo kuwa makini zaidi na kuwa makini sana kwenye kuchukua trade zako, kufanya analysis, uchambuzi, lakini pia kwenye kuriski. Lakini kitu kingine, punguza tamaa. Watu wengi wanakuwa kwenye drawdown kwa sababu ya tamaa. Alafu pia ikiwa kwenye drawdown tamaa yake inaongezeka zaidi ya kutaka kutengeneza faida zaidi au kurevenge. Hapa ndipo watu wanapoanza kurevenge. Ndipo hapa mtu anapoanza kuovertrade kwa sababu anakuwa ana tamaa, anakuwa ana overrisk. Mwingine anaanza kuongeza leverage kwa sababu ana tamaa ya kutoka kwenye drawdown kwa haraka, lakini ana tamaa ya kutengeneza profit ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo punguza tamaa unapokuwa kwenye drawdown. Kitu kingine, fuata plani yako. Hiki kitu ambacho ni cha msingi sana. Fuata plani yako ulionayo. Kila mtu ana plani ambayo anakuwa amejiwekea kwamba mimi nataka nitengeneze profit kiasi fulani mpaka kiasi fulani ndani ya muda fulani. Kama wewe ni trader hauna plani, basi jitahidi kutengeneza trading plan ambayo itakusaidia
kuweza kuifuata, au kama roadmap ya kuweza kujua unafanya maamuzi gani, saa ngapi na kwa nini, na kutumia strategy gani na mbinu gani sokoni. Kwa sababu ukiwa hauna roadmap au hauna trading plan, utafanya maamuzi yoyote yale ambayo yatakuwa yana uwezo wa kukuingizia profit. Yaani target yako itakuwa ni chochote kile ambacho kina uwezo wa kutengenezea profit, utakuwa unakifanya. Utakuwa hauna mkakati wa riski, utakuwa hauna mkakati wa setup, utakuwa hauna mkakati wa trading ngapi uchukue kwa siku, utakuwa hauna mkakati wa chochote kile. Kwa utajikuta unafanya maamuzi muda wowote unapojisikia. Kwa hiyo fuata trading plan yako. Kitu cha mwisho ambacho ningependa kukukumbusha ni kwamba drawdown ni taarifa unayopewa na soko kuhusu trading system yako. Haimaanishi kwamba umefeli. Watu wengi wanachukuliaga drawdown personal, yani kwamba ni kitu ambacho kinamgusa yeye moja kwa moja. Lakini drawdown inakuwa ni taarifa ambayo unapewa na soko kwamba strategy yako labda haipo sawa au kuna makosa unayofanya sokoni. Kwa unapaswa kujua kwamba hii taarifa ninayoipata inatakiwa niitumie vipi ili kuweza kujikwamua hapa nilipo, niweze kujitoa hapa nilipo. Labda taarifa unayopewa ni kwamba kuna namna unakosea kwenye risk management. Labda taarifa unayopewa unakumbushwa kwamba kuna namna huwa unakosea kwenye kuchukua trade zako. Labda kuna namna unakosea kwenye riski zako, au kuna namna strategy yako haipo sawa. Kwa hiyo unapoingia kwenye drawdown ni taarifa unayopewa na soko kuhusu trading system yako, haimaanishi kwamba umefeli. Hiki ndio kipimo sahihi cha trading psychology yako. Unapokuwa kwenye drawdown ndipo sehemu sahihi ya kujua, je, mimi trading psychology yangu ipo stable au haipo stable. Kwa hiyo hii ndio sehemu sahihi ya kuweza kujua kwamba, je, trading style yako au trading psychology yako ipo sawa au haipo sawa. Kwa hiyo usichukulie drawdown kama ni kitu ambacho ni kibaya au ni kitu ambacho unapaswa ukichukia au kukiepuka, kwa sababu huwezi ukaepuka drawdown. Drawdown utazipata, lakini unapaswa kujua namna gani ya kujitoa kwenye drawdown na usipoteze zaidi. Okay, bila shaka umejifunza vitu vingi sana kupitia video hii, na kama haujasubscribe basi jitahidi kusubscribe ili tutakapoachia video nyingine iwe rahisi wewe kukufikia kwa haraka. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki.